Bana, sio muda mrefu sana tumekuwa tukisikia kwamba Angela wa Konde Gang ambaye alitoka katika kipindi cha nyuma kidogo, basi alikuwa anachangisha michango kwa ajili ya kuweza kwenda kupata matibabu. Sasa kikubwa ambacho Harmonize katika siku ya leo ameweza kukiweka wazi ni kwamba Angela kipindi ambacho alikuwa anasajiliwa katika lebo ya Konde Gang, basi mpango wa Harmonize mara ya kwanza kabisa ulikuwa ni kwamba kumsaidia kwenye swala zima la mguu, ila wakashauriwa na Lamata kwamba angalau basi kwa sababu uwekezaji ni kitu ambacho kinahitaji pesa nyingi sana na kwenda kumtibu pia panahitaji pesa nyingi sana, basi ni vema zaidi basi kwa sababu hiyo pesa kuipata tena itakuwa ni ngumu na yeye akirudi huko atakuwa hana kazi, basi ni vema basi wakamsaidia katika swala zima la muziki, wakawekeza pesa hiyo kwenye muziki wake ili katika siku za usoni akishajulikana basi kuna NGOs mbalimbali zitaweza kumsaidia na mwisho wa siku ataweza kupona mguu wake kabisa. Hilo lilikuwa ni wazo la Lamata kulingana na experience yake ya muda mrefu sana ambayo alikuwa nayo, kwa sababu alitamani mwanadada huyu yani Angela apate kazi, yani awe star kwanza, na kulingana na kwamba Harmonize alikuwa anataka angalau mwanamke awe na muonekano mzuri wa mguu wake, lakini alishauriwa kwa sababu pesa yenyewe ilikuwa ni pesa ambayo ni ya kusuasua, ilikuwa hana uhakika nayo kwamba itaenda akishatibiwa atarudi nyumbani, lakini saa kwake Lamata aliona kwamba ni vema zaidi wakampatia kazi, kwa sababu hata hivyo na mguu anaweza pia kufanya kazi vizuri na akafanya kwa ustadi wa hali ya juu. Kwa hiyo ndio wazo la kwake Harmonize pamoja na Lamata lilitokea hapo mpaka Angela akasajiliwa katika lebo ya Konde Gang. Ila kwa sasa basi mambo yamekuwa ndivyo sivyo mpaka pale alipotoka Angela katika lebo ile ya Konde Gang. Basi mambo yakawa mengi katikati hapo. Wanasema kwamba pia Harmonize ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa anazuia mambo mengi ya kwao kina Angela wasifanikiwe au waweze basi kupewa kazi mbalimbali na watu wengine. Kwa hiyo kuna kipindi hapa katikati mambo yalikuwa mengi kidogo, mpaka kuna kipindi Harmonize ikabidi aandike katika ukurasa wake wa Instagram mambo ambayo alijaribu kuyafanya kwake Angela, na mwisho wa siku watu wakawa wanasema kwamba Harmonize alikuwa anamdate Angela, labda Harmonize alikuwa anaishi na Angela kwenye masuala ya kimahusiano. Kwa hiyo Harmonize alichokifanya alijaribu kuandika katika ukurasa wake wa Instagram nini ambacho kilikuwa kimetokea katika maisha yake pamoja na Angela mpaka pale Angela amekuja kufikia katika level ile. Kwa hiyo ni miezi kadhaa imeweza kupita, ilikuwa ni mwaka 2024. Najaribu tu kurecall katika siku ya leo, lakini hili limetokana na kwamba maswali ambayo alikuwa anahojiwa Harmonize katika ukurasa wa SNS, mwisho wa siku basi Harmonize pia aliongelea swala zima la kwake Angela kupona kwa mguu, mipango ilikuwaje mpaka katika siku ya leo bado Angela hajafanikiwa. Kwa sababu mipango ilikuwepo, ila ikabidi pesa ile wawekeze katika muziki. Basi Harmonize aliandika kwamba hivi: nilikutana na Angela akiwa amejikatia tamaa, akiwa na ndoto kichwani kwake. Sikujiangalia nina kiasi gani, sikujiangalia kwamba nilikuwa na kiasi gani. Niliamini kwamba kwa kuwa watu hapo wananisupport bila kuwalipa senti 5, basi watasupport kipaji cha Sister Angela. Nilichoangalia ni ndoto hasa za mtoto wa kike. Nimejitahidi kadri ya uwezo wangu. Najua kuna wenye uwezo mkubwa kunizidi, ukizingatia nimeanza juzi. Kama kuna anayeweza kumuendeleza kipaji chake ni faraja kwangu, asisite kujitokeza. Pozia siasa za kusema kwamba sijui namdai mahela, never asked her even 1 cent. Kwa hiyo ni mwaka 2024 tarehe 22, ilikuwa mwezi wa 5. Sasa hapo ndipo ambako Harmonize alijaribu kuongelea maisha ambayo ni Angela na alipomkuta mpaka pale alipokuwa ameachia lebo ya Konde Gang. Kwa hiyo ni mengi ambayo yameweza kujiri, lakini Harmonize amejaribu kuweka clear kwamba nini ambacho walikuwa wanataka kukifanya katika ule mguu wa Angela, nataka kumsaidia vipi. Kwa hiyo watu waache kuongelea kwamba Harmonize alishindwa kumsaidia Angela, kwa hiyo kuna mengi ambayo hawezi basi kumsaidia, alimwaahidi lakini ameshindwa kumtimizia. Kwa maneno yalikuwa mengi, kwa hiyo Harmonize ameamua ku clear the air na kuweka kila kitu sawa. Mimi sitakuwa na la zaidi kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.